eti anaamua amuue afe, alafu akwambie ona ninavyokupenda. Sasa hilo linaweza lisikushitue sana, kwa sababu akili zetu zina mwisho wa kutafakari. Yani zikifikaga sehemu zina haziendelei zaidi hapo. Kwa hiyo unaishia hapo. Lakini naomba uone jambo hapa. Mstari huu unatuambia kitu kikubwa sana cha ndani, ambacho ni hiki: Mungu aliamua kutupenda sisi, na wakati ambao Mungu aliamua kuuonyesha upendo wake kwetu, alituonyesha upendo wake wakati sisi ndio kwanza tumemkosea sana. Kwa sababu tulikuwa ni wenye nini? Maandiko yanasema tungali wenye nini? Wenye dhambi. Yani wakati tumemkosea. Nikichukua tafsiri hiyo kwamba tumemkosea, maana kama andiko nasema tungali wenye dhambi, tafsiri ya kibinadamu ni kwamba aliamua kutuonyesha upendo wakati sisi tumefanyaje? Tumemkosea. Wakati sisi tumefanyaje? Tumemuudhi, tumemuumiza. Wakati sisi tumefanyaje? Tumemtenda mabaya. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Hilo jambo sio rahisi. Sio rahisi ukilileta kwenye mazingira ya wewe. Ni wakati gani ambapo wewe huwa unajisikia kuonyesha upendo wako kwa watu? Ni mazingira gani ambayo wewe huwa yanakusukuma uachie upendo wako kwa watu wanaokuzunguka? Ni wakati gani huwa unaona inafaa, inapendeza, mazingira yanaruhusu uachie upendo wako kwa nini jamani? Kwa watu. Nitazame usoni. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Mazingira ambayo sisi huwa tunatamani tuwaonyeshe watu upendo ni mazingira ambapo wametufurahisha. Unanielewa vizuri Wametutendea mambo mazuri. Unanielewa vizuri Wamegusa moyo wako kwa namna njema. Bwana Yesu asifiwe sana. Wamekutengenezea amani moyoni. Wamefanya mambo ambayo yanasababisha utulivu kule moyoni. Wamefanya mambo ambayo yanasababisha kicheko kule moyoni. Bwana Yesu asifiwe sana. Angalia hapa, ni wakati ule watu wamefanya mambo ambayo yameinua thamani yako, ukajiona kumbe na wewe ni wa nini? Ni wa thamani. Wakati ule umefurahishwa, wakati ule umependezwa, wakati ule umeguswa vizuri, wakati ule umetendwa vyema, ndio wakati moyo wako huwa unajisikia sasa uonyeshe upendo kwa watu wa namna hiyo. Sema amina. Sema amina. Bwana asifiwe. Wakikufanya hivyo, basi utajisikia siku hiyo kucheka tu. Unacheka na wale watu, yani una amani nao tu. Vistori haviishi, utaongea mpaka mambo ambayo haujawahi kuongea. Yani wameugusa moyo wako. Na sasa kwa kuwa una furaha, kwa kuwa una amani, na wewe unafanyaje? Unawaonyesha nini? Upendo. Lakini tunachokiona kwa Mungu ni tofauti. Mungu anauonyesha upendo wake kwetu kwa njia ya kifo cha mtoto wake Yesu,
anauleta upendo wake kwetu, anatuonyesha upendo wake kwetu, anaufunua upendo wake kwetu, sio wakati sisi tumemfurahisha, sio wakati sisi tumemtendea mema, sio wakati sisi tumefanya mambo yanayompendeza, eti wakati sisi tumemkosea kabisa. Maandiko yanasema tungali wenye dhambi, yeye akaamua kufanyaje? Kuonyesha upendo. Kwa hiyo kifo cha Yesu ni njia namba moja ya Mungu kuonyesha upendo wake kwetu. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Na hapa tunajifunza kwamba Mungu anaonyesha uwezo wake wa upendo kwetu. Anaonyesha nguvu yake ya upendo kwetu. Anaonyesha kiwango chake cha upendo kwetu. Anaonyesha Mungu anatupenda mpaka wakati gani. Kwamba pamoja na kwamba tulikosea, kwamba Mungu aliweza kutupenda hata wakati tuna makosa. Mungu aliweza kutupenda hata wakati tunamuumiza. Mungu aliweza kutupenda hata wakati tumeujaza moyo wake simanzi. Mungu aliweza kutuonyesha upendo hata wakati tumemsababishia huzuni, kwa sababu dhambi tu iliyokuwa inaishi ndani yetu ilitosha kumhuzunisha Mungu, ilitosha kusababisha hasira ndani ya moyo wa Mungu, ilitosha kumfanya Mungu aachane na sisi kabisa, ilitosha kumfanya Mungu ageuze uso wake mbali na sisi. Sasa Mungu atuhurumie, tena Mungu atusamee, Mungu atuhurumie, Mungu atusaidie. Hili ni somo gumu sana. Mungu anatufundisha tujifunze kuwapenda watu hata wakati hawapendeki. Mwangalie jirani yako, mwambie jifunze kuwapenda watu hata wakati hawapendeki. Sisi Mungu alitupenda wakati hatukuwa kwenye mazingira ya kupendeka. Mbona kama hamnielewi mndani? Hivi mnanielewa? Naomba nirudie. Naomba hilo andiko hapa ubaoni. Lione hilo andiko hapo ubaoni. Rumi sura ya ngapi? Mstari wa 8. Naomba tusome mwisho hapa. Pale mwisho kwa nasemaje? Tulipokuwa tungali wenye dhambi. Nataka uangalie lile neno tungali. Sio kama unaelewa maana ya neno tungali. Neno tungali lina maana tulipokuwa bado. Oh my God. Sio kama unaelewa vizuri Mnaelewa watu wa Mungu Neno tungali maana yake tulipokuwa bado. Sio kama ni Kiswahili. Mnanielewa ninachokisema? Yaani bado dhambi ilikuweko ndani yetu. Umeelewa vizuri Bado hatia tulikuwa nayo. Bado makosa tulikuwa nayo. Na wakati tuna hatia
na wakati tuna makosa, na wakati tuna dhambi bado ipo ndani yetu, kwa mazingira hayo hayo Mungu akatupenda. Kwa Mungu alitupenda wakati bado hatuna sifa ya kupendwa. Hatupo kwenye mazingira ya kupendwa, kwa sababu bado dhambi ilikuwa inaishi wapi? Ndani yetu. Sio mtu mmoja ananielewa vizuri? Maana yake ni kwamba mimi nimesoma andiko hilo, nimeona Yesu, Mungu alivyonipenda. Alinipenda kwenye mazingira hayo. Alinipenda wakati bado nasababisha maumivu, namsababishia taabu, namsababishia shida. Unanielewa vizuri? Akanipenda tu. Najifunza nini? Najifunza mimi napaswa niwapende watu, hata wale ambao hawapendeki. Bado hawajatengeneza mazingira ya kupendwa. Angalia hapa, kuna watu hawapendeki. Msifikiri ni vitu vidogo vidogo hivi. Fumbua masikio unisikilize vizuri. Kuna watu wafanyaje? Hawapendeki. Kuna watu wanakuumiza. Kuna watu wanaacha alama. Kuna watu wanaacha makovu. Kuna watu wanaacha vidonda. Hayo mazingira yao hayo, mbona mnitazame usoni? Au ndo mnaanza kuwatembelea? Maana unaweza kuanza kuhubiri hapa naposema kuna watu wanaacha alama. Sasa unaweza kufikiri watu wanakutazama, kumbe wameanza kuwatembelea wale waliowaachia alama. Kuna watu wanaacha madonda, anatembelea yule aliyemwekea madonda. Kuna watu wanaacha maumivu, wengine wameenda kuwatembelea waliowasababishia maumivu. Nitazame usoni nikwambie. Mimi nakutafsiria tu huo mstari kwa sababu nataka nijifunze mambo nataka nimuelewe Mungu. Kwa nini kifo cha Yesu? Moja, ndio ilikuwa njia ya Mungu kutuonyesha pendo lake. Lakini alituonyesha pendo lake wakati gani? Hilo ndio swali kubwa. Na kama alituonyesha pendo lake tungali wenye dhambi, kwa tafsiri za kikawaida tulikuwa bado tuna makosa, tulikuwa bado tuna hatia. Tulikuwa bado tunamuumiza. Palikuwa bado hapana amani kati ya sisi na yeye. Maana dhambi ilitutenga mbali na Mungu. Sasa hayo ndio mazingira, eti akatuonyesha upendo tu kwenye mazingira hayo. Sasa mimi Ezekieli natakiwa nijifunze nini kupitia hilo fundisho na upendo? Mambo mawili. Moja, natakiwa nione upendo wa Mungu kwenye maisha yangu. Angalia hapa, anayejua kupenda ni Mungu peke yake. Asikudanganye mtu. Mungu anapenda bila unafiki. Mungu anapenda hata bila kutarajia kitu kutoka kwako.
Upendo wa Mungu kwetu haudai chochote. Upendo wa Mungu kwetu ni sawa na upendo wa mama kwa mtoto mchanga. Mama wakati ule hatarajii chochote, anasikia tu raha kumbadilisha mtoto nepi, anasikia raha mtoto akijichafua kumsafisha. Hatarajii chochote kwamba mtoto huyu nikishamuogesha atanipa hela wakati huu. Hatarajii nikishambadilisha nepi mtoto kajichafua. Mnaelewa watoto wanavyojichafuaga? Yaani unakuta mtoto amejichafua mpaka unashindwa useme unaanzia wapi kumsafisha. Maana amejichafua, yani wamama mnaelewa. Sasa mama anamsafisha, wala hatarajii kwamba nikishamaliza mtoto atasema asante mama, wala. Na vile vitu, uchafu wa mtoto ule hauondoi thamani ya mtoto kwa mama. Haumfanyi mama amchukie mtoto. Atamsafisha sasa hivi, alafu baada ya kumsafisha utasema mama anafanya huyo mama huyo. Hatarajii chochote. Mwanadamu akikwambia anakupenda, analake jambo. Analake jambo, nikwambie. Wanadamu hawapendi, ila wanatumia neno upendo kuchuma ulivyo navyo. Anajua nikimwambia nakupenda. Sasa msinitafsiri vibaya. Mseme sasa unataka kuniambia mchungaji hata ule baba aliyenioa hakunipenda. Mimi sipo huko. Sijui kama alikupenda. Lakini kuna vitu alivifuata kwako. Na usingekuwa na hivyo vitu wala asingekuja. Lakini Mungu anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Sema amina. Sema amina. Sasa andiko hilo mimi kwanza linauonyesha upendo wa Mungu kwangu. Na linanifanya nijivunie kwamba Mungu ananipenda. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Natamani ifike wakati tosheka na upendo wa Mungu. Unajua huku duniani tunahangaika sana. Ukiona watu hawakupendi, moyo wako unaanza kuugua, moyo wako unanyong'onyea, moyo wako unaanza kukosa amani, eti kwa sababu kuna watu hawakupendi. Wewe mtu wa Mungu, wewe, Mungu akusaidie kwa jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mbona mniitikii? Bwana asifiwe sana. Nyie mnaotafuta kupendwa na watu. Hebu nikuulize swali. Ni sasa ngutoe wa kweli. Wangapi hapa upendo wa mtu fulani ukipotea kwake huwa anajisikia amani? Yaani wakati ule anapogundua kwamba hawampendi, ndio moyo wake unachanua namna hii. Wengi wetu tukiukosa upendo wa wanadamu tunaugua, tunasinyaa, tunachechemea. Hakika ni hii, nitazame hapo usoni. Una uwezo wa kuukosa upendo wa watu, lakini upendo wa Mungu upo na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yatazaliwa mazingira yatakayosababisha watu wasikupende.
yatazaliwa mazingira yatakao usimamisha upendo wa watu kwako. Zitatokea sababu zitakazowafanya watu wasitishe upendo kwako, lakini Mungu anakupenda. Sema amina. Sema amina. Sema amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukishajua Mungu anakupenda, kuna namna unatakiwa kuishi naye, kuna namna unatakiwa kutembea naye, kuna namna unatakiwa kumuabudu, kuna namna unatakiwa kumtumikia, kuna namna unatakiwa kujitoa kwake. Nikuulize swali, hivi unajisikiaje unapokutana na mtu anakupenda? Una uhakika kabisa huyu waga ananipenda. Unakutana naye sasa huyo mtu, unajisikiaje? Unanielewa? Unanielewa? Unajua hapa naweza nikaa naongea na watu ambao hawajawahi kupendwa. Hivi nyinyi mmewahi kupendwa? Inawezekana hapa nazungumza vitu ambavyo watu hata hawaelewi. Kuna watu hata hawajuagi, hawajawahi kupendwa huku duniani. Jamani, mmewahi kupendwa wenyewe watu wa Mungu? Ukikutana na mtu anayekupenda, yani ina mguso wake, moyo wako unafunguka kwake, imani yako inakuwa kubwa kwake. Bwana asifiwe sana. Furaha yako inafunguka kwake. Bwana asifiwe sana. Unatamani ungemsikia tu anavyo kueleza vile ulivyo mzuri, vile anavyofurahishwa na wewe. Mambo ni mengi. Yanaweza yakazaliwa mazingira watu wakaacha kukupenda, ndugu zako wakaacha kukupenda, marafiki wakaacha kukupenda, mme wako akaacha kukupenda, mke wako akaacha kukupenda, hata wazazi, hata wapendwa. Lakini nisikilize hapa, Yesu akiweko ndani yako, Yesu akiweko ndani yako, Yesu akiweko ndani yako, upendo wako unaoupata kutoka kwa Mungu ni wa hakika. Mgeukie jirani yako, mwambie tosheka na upendo wa Mungu. Tumeanza kuhangaika sana kutafuta kupendwa na watu kuliko hata kupendwa na Mungu. Sio kama mtu mmoja ananielewa vizuri. Kwa watu wanahangaika sana wapendwe na watu. Sio kama mtanielewa. Sio kama utanielewa. Sisemi uishi maisha ya watu, maisha ambayo yatakufanya watu wasikupende. Hapana. Nachotaka uelewe ni kwamba upendo wa Mungu unakutosha. Hata kama mume wako hata kupenda, upendo wa Mungu unakutosha. Upendo wa Mungu ni wa tazameni hapa, labda niongee taratibu. Jamani, hivyo nataka kuniambia upendo wa mume wako ni wa muhimu sana kuliko wa Mungu? Mbona kama hatuelewi watu wa Mungu? Yaani unataka kuniambia upendo wa mume wako ni wa muhimu kuliko wa Mungu? Sasa unahangaika nini? Mjanielewa? Au siongee vizuri? Bwana atusaidie sana. Hivi mnaelewa upendo wa Mungu ndio upendo wa Mungu ndio unaotutosha sisi. Ni wa muhimu kuliko upendo wowote. Huku duniani wewe unatafuta zaidi upendo wa nani? Maana yeye alitupenda
akamtoa mtoto wake. Pasaka ni kumbukumbu ya kifo cha Yesu. Pasaka ni namna Mungu anaufunua upendo wake kwangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Anaufunua upendo wake kwangu kwenye mazingira gani? Wakati nina hali mbaya sana kwake. Kwa la kwanza nalojifunza kwenye huo mstari ni upendo wa Mungu kwangu. Mbona unahangaika? Mbona unakosa raha? Eti kisa hakuna anayekwambia nakupenda. Hakuna anayekutamkia. Hakuna anayekwambia nakupenda, I love you. Marafiki, ndugu, jamaa, watoto, wachungaji, viongozi, wapendwa wenzako, kwa sababu kwambii kuwa wanakupenda, moyo wako hauna amani, hauna furaha, unahangaika tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa unaanza hata kuununua upendo. Maandiko yanasema alitupenda tungali tukiwa wenye dhambi. Pokea upendo wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanadamu wanaweza wakakuchoka. Ndugu zako wanaweza wakakuchoka. Duniani wanaweza wakakuchoka. Hata wale waliokutamkia maneno mazuri sana, wakakwambia wewe unafaa, wewe ni wa maana, wewe ni kila kitu kwao, wanaweza wakakuchoka. Lakini habari njema ni hii: Baba wa mbingu na nchi, yeye hawezi kuchoka, hawezi kuchoka. Anakupenda, akamtoa mtoto wake, akauawa kwa ajili yako mimi na wewe. Sema amina. Hakuna mtu anaweza akauonyesha upendo kwa kiwango hicho. Bwana asifiwe. Tosheka na upendo wa Mungu. Ukiamka asubuhi mambo hayako sawa, mwambie asante Mungu unanipenda. Ishi na Mungu vizuri. Hivi wewe niongee tena. Hivi kwa nini sisi tumekuwa wepesi sana kuufili upendo wa watu? Kwa nini tunaguswa sana na upendo wa watu kuliko tunavyoguswa na upendo wa Mungu? Tuna tatizo gani? Hebu muulize jirani yako, kwani una shida gani rafiki yangu? Yaani naomba utafakari pamoja na mimi. Yaani upendo wa watu tunaufili. Unaelewa hiyo lugha eh? Bwana tusaidie sana. Yaani upendo wa watu tunausikia, unatugusa. Unanielewa vizuri eh? Upendo wa nini jamani? Wa watu. Tunauhisi kwa haraka. Kwa nini sio rahisi kuufili upendo wa Mungu hivyo? Upendo wa watu kuna namna ukiupata unajisikia kule rohoni, kule moyoni kule. Sio kama unanielewa vizuri. Mbona Mungu anakupenda sana? Vitu alivyokupa wewe hakuna mtu anaweza kukupa hapa duniani. Zawadi alizokupa Mungu hakuna mtu anaweza kukupa hapa duniani. Baraka alizokupa Mungu hakuna anayeweza kukupa mtu hapa duniani. Mbona upendo wa Mungu haukufanyi uwe na furaha?
Lakini upendo wa wanadamu unakufanya unafurahi. Ukijua tu unapendwa, unafurahi, unacheka mwenyewe, unatabasamu, matumaini yanakurejea, mapigo ya moyo yanaenda vizuri, kisa una uhakika unapendwa. Ni upendo wa watu tu huo. Mbona upendo wa Mungu hauleti hiyo furaha, hauleti hilo changamko, hauleti hayo matumaini? Kwa nini? Hivi hamuoni sisi tuna tatizo? Hata wanielewi. Mungu atusaidie. Mungu atusaidie. Hivi nikuulize swali, wangapi huwa mkipendwa huwa mnajua? Yaani mtu akikupenda wewe unajua kabisa, hata kama haja, yaani huyu ananipenda kwa kweli. Mimi nimewahi kusikia watu wanaongea sema yani ule, yani ananipenda jamani. Yule mama ananipenda yule mama. Na inawezekana hata kumwambia kama anampenda. Mimi nazungumzia ule upendo wa kawaida. Mnaelewa vizuri eh? Yaani mtu anasimulia yani vile anavyofanyaje? Yaani kwa kweli mchungaji, mchungaji kwa kweli na upendo yule baba. Mama mchungaji yani Sasa wakati huo hata sijawahi kumwambia mtu, au mama mchungaji hajawahi kumwambia mtu kwamba nakupenda. Lakini yani wewe mitandao yako inanasa sana upendo. Yani ni rahisi tu kujua huyu hapa napendwa. Si unaelewa hivyo? Wangapi mnanielewa ninachokiongea? Si wewe mnanasa kwa haraka haraka. Hivi wewe ukipendwa unajua hujui? Si unajua? Si unajisikia vizuri? Sasa swali langu, kwa nini tunanasa hiyo ya wanadamu? Kwa nini usijue kwamba Mungu anakupenda na ukatosheka kwamba anakupenda? Mbona kama una mashaka na upendo wa Mungu? Na hata wengine wanasema kama kweli Mungu angekuwa ananipenda, mbona hili jambo ameliacha? Kama Mungu kweli angekuwa ananipenda, kwa nini ameruhusu jambo hili linikute? Kama kweli Mungu angekuwa ananipenda, mbona mazingira haya Mungu ameyaacha? Kama kweli Mungu angekuwa ananipenda, mbona aibu hii imekuwa ya muda mrefu? Usichanganye mambo. Usichanganye mambo. Upendo wa Mungu kwako hautafsiriwi na hayo mambo, hautafsiriwi na hizo hali, hautafsiriwi na hayo magumu, hautafsiriwi na hizo taabu. Sio kweli. Hautafsiriwi na hayo magonjwa. Sio sawa kutafsiri upendo wa Mungu hivyo. Alitupenda hata tukiwa bado sisi tuna dhambi. Akatuonyesha nini? Pendo lake. Jambo la pili ambalo nataka uondoke nalo, ndio hasa nilitaka ulielewe, kwamba kama alitupenda hivyo, wewe na mimi, Mungu atusaidie tuwapende watu hata wakati hawapendeki. Hakuna sababu yoyote Mungu ataielewa ambayo utasema nimeshindwa kumpenda yule mtu kwa sababu amenifanyia hivi. Haipo sababu. Soma Biblia vizuri. Mungu anataka tujifunze kuwapenda watu hata wakati wametukosea. Tujifunze kuwapenda watu hata wakati wametuumiza. Tujifunze kuwapenda watu hata wakati wametutenda vibaya. Pasaka ni nini? Pasaka
ni Mungu kuudhihirisha upendo wake kwetu. Ameudhihirisha upendo wake kwetu tukiwa bado tuna dhambi, tukiwa bado tuna makosa, tukiwa bado tunamchukiza, tukiwa bado tunauumiza moyo wake, tukiwa bado tuna hatia. Akauonyesha upendo wake kwetu. Hakuangalia mazingira yetu, hakuangalia ubaya wetu, hakuangalia machukizo yetu, hakuangalia vile tumemtenda. Yeye hakutazama hayo. Akaufunua upendo wake kwetu vile vile tulivyokuwa, na ubaya wetu na dhambi zetu na machukizo yetu na maudhi yetu. Akatuonyesha huo upendo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yake ni kwamba anatuambia, na wewe ikiwa mimi ni baba yako, jifunze kuwapenda watu hata wakati wanakuumiza, hata wakati wamekukwaza, hata wakati wamekukasirisha, hata wakati wamekutendea mabaya, hata wakati wamesababisha hasira ndani ya moyo wako. Wapende watu hao. Nitazameni hapa usoni watu wa Mungu. Mungu atusamehe. Sema amina. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Mungu atusamehe. Kuna watu tumeshindwa kuwapenda. Kila tukijitahidi, kuna watu tumeshindwa kuwapenda, kwa sababu makosa yao yanasimama mbele zetu siku zote. Makosa yao yanasimama wakati wote mbele yetu. Kila ukijitahidi, makosa yake, ubaya wake, hatia yake, yote yanaibuka haya hapa. Unaanza kuona huyu hana sababu. Mimi, yule, mimi, mimi. Sasa mkute huyu mtu yupo kanisani, karasha 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 parata parati grapo ripa ya katadera, ananena kwa lugha mwenyewe, anashandalize huyo. Lakini kuna watu ameshindwa kuwapenda. Mkute anavyoimba kanisani, anaabudu ni kama malaika, anainua na mikono, anasujudu. Lakini kuna watu ameshindwa kuwapenda. Hebu muangalie vipawa alivyo navyo, angalia karama alizonazo, angalia huduma alionayo, lakini kuna watu ameshindwa kuwapenda. Ni wakati gani Mungu aliufunua upendo wake kwetu tungali tuna dhambi? Angalia hapa. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akafanyaje? Akamtoa mwanae wa pekee. Usisahau, alimtoa wakati tuna hali gani? Tungali wenye dhambi. Je, wakati anamtoa tulikuwa tumeshamfurahisha? Tulikuwa tumemtenda kwa uzuri? Tulikuwa tumezalisha amani? Hapana. Wengine hata matumaini hayakuwa unajua, hata kuna mtu unaweza kumwangalia hivi ukaanza kuwa na tumaini naye kwamba sasa naona anaelekea, lakini wengine hata matumaini hayakuwa yameonekana kabisa, lakini Mungu aliwaachia upendo wake kwetu tungali wenye dhambi. Mungu akusaidie. Naomba Mungu akusaidie. Ni nani huyu aliyekuumiza kiasi hicho hata unashindwa kuonyesha upendo wako kwake? Ni nani huyo ambaye makosa yake hayafutiki mbele zako?
Mungu atuhurumie. Mbona hamuitiki? Nataka ukitoka jioni ya leo, naomba utafakari jambo hilo. Mawili tu. Aliuonyesha upendo wake kwetu wakati gani? Tungali wenye dhambi. Maana ya neno tungali maana yake nini? Ni tulipokuwa bado tuna dhambi. Hatukustahili upendo. Wengi hatujui kupenda. Angalia hapa. Wakati wa kuonyesha upendo ni ule wakati mtu amekukosea. Ili wewe na mimi tupimwe kwenye mizani, alafu mizani ya mbingu iseme huyu anajua kupenda. Sio wakati mnacheka na yule mtu mpaka jino la 32 linaonekana. Wakati wa kujulikana kwamba sisi tunajua kupenda ni pale mtu amekukosea kabisa. Wakati ule amekukosea ndio wakati unatakiwa kumuonyesha upendo. Mimi nimetafsiri tu Biblia. Yaani mngenielewa ningefurahi, ningefunga ibada. Lakini naona bado hamnielewi. Bwana asifiwe sana. Mnajua sio rahisi. Sio rahisi. Tusikalili wokovu. Mungu atuhurumie. Maana kuna watu makosa yao hayaishi. Anakukosea leo umempenda, kesho tena amekukosea unampenda, kesho kuta anakukosea unampenda, unampenda. Sasa mpaka unasema nitakuwa mjinga mpaka lini? Tazama hapa nimalize. Usiutarajie upendo wa Mungu kwako kama wewe hauwezi kupenda watu. Nakwambia ukweli. Angalia hapa. Unapoachia upendo kwa watu, hata wale wanaokuumiza, unasababisha Mungu pia auachie upendo kwako. Kuna andiko linasema hivi. Sisi kwa kadri tunavyowasamehe watu, kwenye kile kitabu cha Mathayo, ndivyo naye Baba yetu wa mbinguni anafanyaje? Anatusamehe. Si umewahi kukutana hilo andiko? Usiutarajie upendo wa Mungu kwenye maisha yako kama wewe uwezi kuachia upendo wa Mungu. Uwezi kuachia upendo kwa watu. Unaposhindwa kuwapenda waliokujeruhi, waliokuumiza, waliokuwekea madonda huko ndani, anaweza akawa ni mume, anaweza akawa ni mke, anaweza akawa ni watoto, Mungu atuhurumie, anaweza akawa ni ndugu. Ukishindwa kumpenda yule mtu, unauzuia upendo wa Mungu juu ya maisha yako. Aya, basi inatosha. Kama mtakuwa mmeelewa, kesho nitaongea kwa undani zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya, tusome mara ya mwisho andiko letu. Kitabu gani kile? Kwa hiyo ukiulizwa Pasaka ni nini? Pasaka ni nini? Wewe utoke ukijua ni namna Mungu aliuonyesha upendo wake kwangu
wakati nikiwa nimemkosea sana. Mthamini sana mtu anayekusamehe wakati umemkosea sana. Yaani akakwambia nimekusamehe na akauonyesha upendo. Kuna kisa mlikisikia? Mlikisikia mjakisikia? Hamjakisikia? Mna uhakika hamjakisikia? Mama mmoja hapo Kenya ambaye mtoto wake akiwa, yule baba amefungwa miaka 15 kama nakumbuka, kama nitakuwa nakumbuka, gerezani kwa sababu mtoto wake, mama alikuwa na ugomvi na mume wake. Yaani hawaelewani. Sasa kabinti kalikuwa bado kadogo, kana miaka 10 au chini hapo. Mama akamsuka binti, akamwambia sema baba amekubaka. Wakatengeneza ushahidi, si walifanyaje? Ingieni kwenye mitandao ya kijamii mtaikuta. Wakaenda mahakamani, ukatengenezwa ushahidi, yule baba akafungwa kifungo sijui cha maisha au ilikuwa ni miaka mingapi. Sawa jamani? Akakaa baada ya miaka 10, na baada ya kufuatilia jambo lile mahakamani, baadaye binti ameshakuwa mtu mkubwa tu, na yule mama moyo umetulia, ikaonekana ile kesi ni ya uongo. Yule baba akafunguliwa. Siku ameshinda, ametoka pale mahakamani, alitangaza kumsamehe mke wake na kumsamehe mtoto. Na ukiona kwenye mitandao ile anawakumbatia kabisa. Mungu atusaidie. Sio kitu rahisi, lakini ukweli wa Mungu unabakia hapo. Soma hilo andiko. Mstari wa 8. Ilikuwa ni wa 8? Mstari wa 8. Tunaomba mstari wa 8. Bali Mungu aonyesha pendo lake yeye mwenyewe kwetu sisi, kwa kuwa Kristo alikufa kwa ajili yetu tulipokuwa tungali wenye dhambi. Hilo ulishike. Upendo wa Mungu na hali tuliyokuwa nayo haviendani mazingira, lakini bado alitupa nini jamani? Wa upendo. Funika macho nikuombe. Baba, naomba utusamehe. Mungu utusaidie. Bado tuna mambo mengi ambayo tukijipima kwenye neno lako tunaona vile tulivyopungua, vile ambavyo tunakosea. Asante kwa upendo uliotupa kwenye wakati wa maovu. Ulimleta Yesu awe ondoleo la dhambi yetu. Neno hili kwa uchache huo lijenge deni na liseme na moyo wangu na moyo wa mtu huyu. Na tunapotoka hapa, Mungu, neno hilo likagongwe muhuri ndani yetu. Asante kwa sababu unatuwazia mema. Ninakubariki na ninakutukuza. Kwa jina la Yesu nimeomba na kuamini. Amen. Asante sana.